Tayari. Okay, sasa unasikia nani Bwana Sulemani? Hoja niliyokuwa nayo mimi ni kwamba yale madai ya kudai kwamba Qur'ani imeshuka kutoka mbinguni, kutoka ubao wa kuhifadhia, na kwamba iliposhuka kutoka mbinguni ubao wa kuhifadhiwa ikaletwa kwa Muhammad Lailatul Qadri, na huo usiku ndio mnafunga kwamba imeshuka Qur'ani, lakini kiukweli Qur'ani imeshuka kwa miaka ya uhai wa Muhammad. Kama basi ni kushuka huko, kushuka sio usiku mmoja. Hoja point yangu ndio ilikuwa hiyo, haikushuka Qur'ani nzima. Sasa madai ya kwamba madai ambayo mashehe wanafanya ya kwamba Qur'ani ilishuka kwa usiku mmoja, wanadai ya kuwa ilishuka ikafika Baitul Izza ndio shida nayoona hapa. Kumbe tatizo ni mtandao wake, yaani mtandao wa ndugu yetu ndio uko chini, na ndio maana amekuwa akipata tatizo. Kwa hiyo labda wifi yake ina tatizo. Mwana falsafa, unazungumza? Sikusikii. Hebu nishuke nione kama nitakusikia ukibaki mwenyewe, au niwaongeze hawa mabwana wengine. Fadin, vipi, unatusikia? Hapana, siwasikii. Lakini mimi nikiongea unanisikiza? Unasikia? Jamani, mimi mtandao wangu, yaani mtandao wako Filipo umekuwa vibaya mno kweli, hata ileti raha bana. Yeah. Labda sasa mjadala huu kapangiliwa siku nyingine. Yaani labda nije nitengeneze nani hii kesho labda nitumie waya. Unajua hii wifi ile inawezekana labda nichomeke waya. Labda uchomeke waya wa internet. Ila mwana falsafa sijui, kwa sababu mimi simsikii akiongea, nilikuwa simsikii kabisa. Mwana falsafa, hebu zungumza bwana. Utoe kwenye mute kwanza, alafu ukazungumze. Yaani azungumze? Yaani nilikuwa simsikii alipokuwa akizungumza. Mbona mwana falsafa mbona yupo mara mbili? Ndio nashangaa vipi. Ngoja nitoe moja. Tubakishe ongea. Hebu mwana falsafa ongea. Tena yuko mara mbili, sijui mara mbili au mara tatu. Sulemani, ongea wewe. Washa maiki. Yaani sijui anatumia mtambo upi. Basi ukiwa unamalizia wakati imekaa hivi, labda mimi naweza nikashindwa kuongea baadaye. Yeah. Ametoka. Sawa, ongea tu. Ametoka sasa, ninayeongea naye. Tunakusikia Philip. Kwa hiyo bwana Sulemani, ni kwamba haiwezekani maneno ya Umari yatoke Lauhin Mahfudhi. Anasema Umari, imenukuliwa na Imam Suyuti katika nani hii Aritekani fi Ulumul Qurani, anasema wakhraja Buhari wa ghairihu, yani hii hadithi imepokewa na Buhari na wengine wote wana wapokezi. Ani Anasi, kutoka kwa Anasi, kala Umar, amesema Umari, wafaktur ni rabi fi thalathati, Mwenyezi Mungu ameniwafiki kwa mambo matatu,
kultu ya Rasulullahi, niliposema ewe mja wa Mwenyezi Mungu, lau atahadna min makani Ibrahima musalla, lau tuafanya mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu musalla, fanazarati watahidhu min makani Ibrahima, ikashuka hiyo suratul Bakara aya. Ona, wakultu Umar anaendelea kusema, naliposema ya Rasulullah, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, ina nisaaka yadihuru alaihina albaru walfajiru, kwa wake zako waingia watu wema na wabaya, falau amlatahunna an yatahajibna, yani waambie wajishushie hijabu. Haya ni maneno ya Umari, haiwezekani yahifadhiwe leo ni mahufudhi, hii sio. Unaona bwana, sasa tukubaliane kwamba haya ni maneno waliokuwa wakijadili Muhammad na masahaba zake. Lakini nikakwambia pia kwa mujibu wa nani huyu ukisoma tafsiri Tabari juu ya sura ya ngapi, sura ya 16 aya ya 103, wanachuoni wote wanakubaliana kisa hiki ni sahihi, ya kwamba Muhammadi alikuwa anazungumza na kusikiliza kina Jabiri na kina Balaamu wakisoma vitabu vya Kikristo, na yeye ndio akafanya. Ni maneno ya aya za Qur'ani. Kwa hiyo si kweli kwamba imeshuka kutoka kwa hao. Sasa unaposema kwamba inawafikiana na sayansi, kuwafikiana na sayansi haimaanishi kwamba hiyo ni kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mbona kina Galilei wameandika mambo ya sayansi nyingi na zinatumika hapa. Kumbe mtu mwenyewe sasa hayupo hata ninazungumza hapa. Nani ametoka? Nadhani imetoka kitambo tu. Lakini yuko hapa na ngee anaposema ya kwamba Qur'ani inawafikiana na sayansi, hii haitufanyi tuione kwamba ni ya kweli, kwa sababu wengi hata wanasayansi kina Galilei wamewafikiana na wenzao, kina Isaac Newton wamewafikiana na wanao, ni wanasayansi, wamezungumza mambo mengi ya sayansi ambayo sasa hivi tunatumia, ndio tunaishi nayo haya yani. Unaona, kina Michael Faraday, kina nani, wanasayansi. Sasa haimaanishi kwamba ikiwafikiana na sayansi hiyo ni kitabu yani kilikuwepo Lauhul Mahfudh ama kimetoka kwa Mungu. Hiyo haimaanishi hivyo. Inawezekana ni kopisi na kufuata yale ya sayansi ya wakati huo yaliyokuwa yanajulikana, na zaidi ya yote manabii wote waliongea hayo ambayo Muhammad ameongea kulingana na sayansi. Kwa hiyo ufupi tu kwamba Qur'ani ina mambo ya kisayansi ama ina muujiza wowote. Muujiza sio lazima utoke kwa nabii wa Mungu, hicho hakitufanyi hivyo. Sisi tunaangalia yale madai ya Waislamu. Je, ni ya kweli kwamba imetoka kwenye Lauhul Mahfudh? Ije Baitul Izza huko kwenye Lauhul Mahfudh malaika alipokuwa na inukuru ailibebea kwenye kitu gani? Lakini ukiangalia naona nani amekuja, nani amekuja? Sulemani yupo, ndio. At least angalau saizi tunamsikia. Sulemani yupo hapo? Hapa yuko sawa, tunakusikia. Nipo. Sikia sasa nikusomee kuhusiana na hizo habari za Lauhul Mahfudh. Huyu ni Qurtubi. Qurtubi anaongea kuhusiana na swala la Lauhul Mahfudh. Anasema hivi, anasema fi Lauhul Mahfudh, kwamba iko kwenye ubao wa kuhifadhiwa. Yani maana yake kwamba maktubin fi lauhin, imeandikwa huko lauhin, wa huwa mahfudhun, na imehifadhiwa inda laha taala, yani imehifadhiwa kwa Mwenyezi Mungu, minari usuri shaitani ilaihi, yani kwamba shetani asiifikie, kwamba eti Qur'ani imehifadhiwa, imewekwa huko, shetani asiifikie, malaika wailinde. Sasa
wakira huwa umur kitabi, yani hiyo nani hii rauhi ni maufudhi ni umur kitabi wa minhu, anasema kwamba shetani asilinde. Sasa ikiwa Qurani inalindwa na mashetani yasiguse na ya kutunzwa na malaika, iliposhuka Baitul Izza nani alikuwa nailinda? Umeona? Kwa hiyo si kweli haya maneno yote, si kweli, si sahihi. Haiwezekani ya kwamba yalikuwa sahihi, isipokuwa ni maneno tu ya kuhisia. Ila mimi ninakubali kwamba Qur'ani ni ujumbe aliokuja nao Muhammad, na namna gani ameupata, ndio hiyo namna ambavyo alikuwa akikaa na masahaba zake akisikiliza Wakristo wakizungumza habari za vitabu vya zamani, basi na yeye sasa akachukua akafanya kuwa ndio wahai huo. Tukubaliane tu hivyo, yani hatutakuwa na mushkeli wowote, kwa sababu zote zinazodaiwa kwamba ni sababu za kushuka zinaleta mushkeli. Kama ambavyo nimekuambia kwamba kusema ilishuka kwa usiku mmoja nako ni mushkeli. Sasa ni kipi kilishuka kwa usiku ule, na kwa nini tufunge Ramadhani kwa usiku ule? Situfunge na Ramadhani zingine ambapo Qurani ilishuka. Umeona bwana? Si kweli maneno hayo ambayo wanachuoni wameyazungumza. Sasa nadhani ulikuwa umetoka nilipokuwa najibu habari za sayansi, nilikwambia hivi kwamba Qurani inakubaliana na sayansi, haifanyi iwe kitabu cha kweli. Wanasayansi wapo wengi, kina Michael Faraday, kina Galileo Galilei, kina Isaac Newton, na wanasayansi wengi wameeleza habari za sayansi. Hizo hazifanyi kwamba hayo maneno ya sayansi wanayoyazungumza yao yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Sayansi tu haiwezi kuprove hivyo. Inaweza pia kuthibitisha ya kwamba ama kuna plagiarism na copisti, lakini pia hata kama amezungumza ya sayansi haifanyi kwamba awe ameitoa kwa Mwenyezi Mungu, kwani Galileo alipozungumza sayansi alikuwa ametoa kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pia amejalia uelewa wa mambo na masuala mbalimbali kwa binadamu kwa kadiri ambavyo sisi ametubarikia kuwa na uelewa huo. Kwa hiyo kwa ufupi, mimi ningeweza kutumia dakika 5 zangu hizo kukueleza sababu ambazo zinanifanya nione kwamba Qurani ni kitabu cha kawaida tu, si uteremsho. Ni yale madai ambayo mashehe wanatuambia kuhusiana na Qurani, kama ambavyo nimeyabainisha, madai ambayo yanaonekana hayaingii katika akili ya kibinadamu na mantiki, lakini pia inaonekana hata yenyewe tu yanapingana. Madai hayo yanapingana. Kusema imeshuka kama kitabu inapingana na ukweli wa kwamba Muhammad amepata ushauri kutoka kwa masahaba zake juu ya aya. Lakini namba 3, kusema kwamba imeshuka kama kitabu ama kusema kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu yanapingana na ukweli kwamba yapo mambo ambayo Muhammad alikuwa akizungumza na masahaba zake, na hayo yamefanywa kuwa Qurani, ama alikuwa akisikia akisomwa na watu wengine na hayo nayo yamefanywa kuwa Qurani. Sababu hizi zinatufanya tuamini ya kwamba basi Qurani ni zao la ubunifu wa Mtume Muhammad pamoja na masahaba zake. Bwana kubariki sana. Nadhani dakika 5 zangu zimeishia hapo. Basi kama utakuwa na nafasi, basi nawe unaweza kaa. Asante kabisa. Nimependa, nitatumia dakika 5 hapa kujibu hoja zako vizuri, lakini pia tukipata wasaa, kama nilivyosema, nina swali la bwana ni Mwachaka, sijui kutoka kwa Musa, sijui wa Musa, lakini namaliza huyo jina sijalisikia vizuri. Sawa. Unasema moja, umezungumzia ubao uliohifadhiwa ili kujilinda na shaitani. Kwanza naomba nirudi tena. Tunaposema tunaleta mada kuhusiana na Uislamu, tunazitoa wapi dalili zetu au vyanzo vyetu? Chanzo cha kwanza ni Qur'an. Chanzo cha pili ni Mtume Muhammad SAW, ambazo ni hadithi na sunna zake. Lakini zinapokuja na pia hoja za maswahaba, zinapokuja hoja za mashehe,
sio za ukweli, labda hujaelewa. Mfano, inaposema Qur'ani imehifadhiwa katika ubao, naomba nirudie tena, haina maana ubao kwamba labda tufanye hii simu ni mbao basi Qur'ani imehifadhiwa kwenye mbao. Hapana. Lakini pia kwa mujibu wa Qur'ani inaposema kitabu haina maana ya kitabu cha makaratasi peke yake. Nikatoa mfano katika sura Al-Imran sura namba 3 aya namba 81. Mwenyezi Mungu anasema, kumbuka alipokula kiapo na manabii ya kwamba nitawapeni sehemu kutoka kwenye kitabu. Yani Mwenyezi Mungu kutokana kwenye kitabu atawapa manabii. Tukienda katika literally kama unavyohitaji wewe, tutasema kwa Mwenyezi Mungu kuna sehemu ana kitabu kikubwa anachukua maarifa. Hapana. Katika Qur'an neno kitabu kinaweza kutumika kumaanisha maarifa. Sawa, haina maana kwamba kitabu ndo kitabu cha makaratasi. Hapana. Pia tunaposema mbao haina maana ni mbao. Hapana. Lakini pia unapokuja kuuliza kwamba ya kwamba imehifadhiwa huko sijui silini wa shetani, hiyo sijajua huyo shehe kalitoa wapi lo wazo. Sijajua, siwezi kupinga kitu sijui ulama ile wazo kalitoa wapi. Ila si wazo la Qur'ani wala sio la Mtume SAW. Lakini pia ukija kuuliza imelindwa na nani? Mbona Mwenyezi Mungu kaweka wazi katika surati Fussilat sura namba 41 na Mungu atailinda na hautaingia uongo wala kitu chochote kutokea juu wala chini yake. Tukija hoja ya pili kusema sababu za kushuka zinakutia mashaka. Unajua hapo sababu za kushuka zinakutia mashaka kipi? Naomba nirudie tena. Mwenyezi Mungu wakati Qur'ani inashuka siku ule usiku wa Lailatul Qadr ilishuka mpaka mbingu ya kwanza ikahifadhiwa katika jumba tukufu kama ulivyosema, na baada ya hapo ikaanza kushuka taratibu kufika kwa Mtume SAW kama tunavyokuta katika surati Bani Israili sura namba 17 aya namba 106, ikashuka kwa muda wa miaka 23. Tunaposema kushuka kwa mara ya kwanza katika usiku wa Lailatul Qadr siku ya Ramadhani kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika surati Bakara chapter namba 2 verse namba 185, ilishuka mpaka mbingu ya kwanza. Ina maana Qur'ani ilishuka kwa stage mbili. Stage ya kwanza kushuka mpaka kidogo hapa nikitumia angalau mchoro tutaelewana. Ilishuka mpaka mbingu ya kwanza. Ilishuka mpaka mbingu ya kwanza. Ilishuka mpaka mbingu ya kwanza kwa siku ya Lailatul Qadr kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika kuelezea kisa cha Lailatul Qadr na aya ya Qur'ani ya sura Bakara sura namba 2 aya namba 185. Kisha ikashuka kwa muda wa vipindi vya miaka 23 kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika surati Bani Israili sura namba 17 aya namba 106. Kwa hiyo swala la kusema na kuhusu sababu, Mwenyezi Mungu narudia tena, Mwenyezi Mungu ndo mpangaji wa kila kitu. Mwenyezi Mungu anapanga matukio ili vitu fulani vifanane au vitokee. Na ndio maana unakuta kuna matabiri ya vitabu vya kale, tunakuta matabiri mbalimbali. Lakini kama alivyotabiri kutakuwa na binti kubwa, kutakuwa na nini, itakuwa hivi, itatokea hivi, atazaliwa, itakuwa mwana. Haya yote yanapokuja kutokea, Mwenyezi Mungu ndo ameyapanga. Ndio maana Waislamu tunaamini kwenye kitu miongoni mwa vitu ambavyo tunaamini katika kadari, kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuingilia mambo yanayotokea na kisha kupanga kama anavyotaka yeye, kama pia anavyojidhihirisha kutokana na kisa cha Nabii Salam ya kwamba wale walipopanga naye akaploti kisha akasema yeye ndio mbora wa sababu. Mwenyezi Mungu ndo amepanga hizo sababu ili matukio yote unayoona Mwenyezi Mungu amepanga ili Qur'ani iwe rahisi kueleweka. Ukiuliza kuhusu ubao na kitabu, hatuna maana kwamba Jibril alibeba kitabu kichwani hivi kwa Mtume SAW. Lakini pia wakati uliopita ulitaja hoja moja kwamba soma akasema sijui kusoma alienda na kitabu. Hapana, hiyo sijui umetoa wapi. Ukisoma katika Sahih al-Bukhari juzuu namba 1 hadithi juzuu namba 1 kitabu namba 1 sura namba 1 hadithi namba 3, hicho sehemu haipo. Kisa chochote kilichosimuliwa na Bi Aisha radhiallahu anha hakuna, isipokuwa alimwambia soma. Lakini Mtume SAW kwa sababu hajui kusoma asingeweza kuuliza nisome wapi, ila mimi na wewe tungeuliza nisome wapi, kwa sababu tunajua kusoma. Kweli lazima tu aseme kwamba mimi sijui kusoma, kwa sababu hata ukiniletea siwezi kusoma. Kwa hiyo sio hoja. Hoja ya pili ukasema kwamba hawezi kuashiria kwamba hii ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hiyo sio ukweli, kwa sababu ya hoja ifuatayo. Unasema kwamba kuna watu kama kina Isaac Newton amegundua vitu na vitu kama hivyo. Tunapokuja kwa Mtume SAW tunakuta zile sayansi ambazo yeye kwenye Qur'ani zipo miaka 1400 iliyopita haikuwahi kugunduliwa yote mpaka hivi punde. Mfano, Mwenyezi Mungu anasema katika surati ya Anbiya sura namba 21 na 30 ile
ambao alizungumzia kuhusu mwanadamu kuumbwa na maji, anasema je, wasioamini hawajagundua ya kuwa mbingu na ardhi vilikuwa kitu kimoja kisha tukavitawanisha? Nini alikuwa anamaanisha? Ya kwamba kuna nadharia watu wasioamini ya kwamba mbingu na ardhi vikusanyika sehemu moja kisha vikapasuliwa. Msomi wowote duniani anajua kwamba kinachozungumziwa hapa ni the Big Bang Theory. Je, kuhusu the Big Bang Theory alijuaje? Sio kweli. Lakini pia ukija kusema kwamba Mtume sallallahu alikopi kutoka kwenye vitabu vingine, kwanza inawezekani katika vitu vyote alivyokopi ameacha vitu vya uongo akachukua vitu sahihi tu akavikopi. Anatakiwa apewe big up. Lakini pia ukija kusema amekopi kwenye vitabu vya kale kwa mfano kama Biblia na vitabu vingine, sio kweli, kwa sababu nitaweza nikatoa mifano kadhaa ya vitu ambavyo sio sahihi kwenye Biblia, yeye amekopi kwa kuvisahihisha. Mfano, ukienda katika kisa cha Nabii Ibrahim kilicho kwenye Biblia, unakuja kukuta kwamba Nabii Ibrahim na pamoja na Yusufu pia waliongea na Farao, lakini Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asemi Ibrahim aliongea na Farao. Kama Ibrahim na Yusufu waliongea na mfalme, ila Musa alayhisalam ndo aliongea na Farao, sio kama kule. Na maana kama angekopi kama ilivyo. Lakini baada ya kugundulika tafiti za masomo ya Misri, imekuja kugundulika kumbe kipindi cha Nabii Ibrahim kwa na mafarao, hiyo ilikuwa ni kipindi cha wafalme wa kawaida. Mfalme aliyojulikana kama Farao ni kipindi cha Nabii Musa. Sasa ona, amekopi alafu ameandika kitu sahihi, kisicho kwa sahihi amekiacha. Hii sio kopi. Na ukisema kwamba science haidhihirishi, sijui kwa nini, kwa sababu watu wote waliogundua science walifanya tafiti. Newton, angalia Isaac Newton alichokifanya katika tafiti zote na science alizozileta Isaac Newton, kuna za uongo na za ukweli. Albert Einstein, kuna za uongo na za ukweli. Tukienda kwa kila mwanasayansi tunamtaja, kuna vitu vingine vya ukweli, vingine vya uongo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna kitu hata kimoja alichokisema uongo, kikawa cha uongo. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema Qur'ani imetoka kwa ambaye anajua yote. Lakini pia nikatoa mifano ya prophecies, matabiri ya baadaye. Sasa kama tukisema na matabiri mtu anaweza akajua, itakuwa I make sense, kwa sababu hakuna anaweza kujua baadaye. Lakini nikatoa mfano wa matabiri kadhaa. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kutakuwa na kipindi shetani atawatawala watu kiasi kwamba atawaambia wabadilishe maumbile yao ya asili, na kweli tunaona sasa hivi watu wanabadilisha jinsia yao. Sura An-Nisa sura namba 4 ya namba hata bado hujaiweka sawa, na maswali yako naona yamepata majibu. Basi nadhani tutaulizana swali moja alafu baadaye tutakaribisha wengine. Mimi nitauliza tu, sijui niulize mimi au uulize wewe? Uliza, kwa sababu mimi nimetoka kuongea. Haya, mimi nauliza swali moja tu, kwamba umesema kwamba kitabu sio kitabu kweli kweli, sio kitabu ama Lauhin Mahfudhi sio kitu halisia. Ukisoma katika Suratul Buruji inasema kwamba Qur'ani iko kwenye ubao wa kuhifadhia mbinguni, ubao wa kuhifadhia. Hiyo Lauhin Mahfudhi ni ubao wa kuhifadhia. Na sasa wanachuoni Qurtubi anaeleza ubao huo ni nini, ukoje. Anasema alahu, yani juu yake, maakudun bil arishi, yani imeshikanishwa na kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Wasfaruhu fi hijri marakin yukalu lahu matwiriyuna, yani chini yake wako sasa malaika ambao ndio wanailinda hiyo Lauhin Mahfudhi, na wanaitwa matwiriyuna. Lakini kitabuhu nurun, hicho kitabu chenyewe sasa ni nuru, yani ni kitu halisi. Nurun wa kalamuhu nurun, na kalamu yake ni nuru. Yandhurulahu azza wa jalla, na Mwenyezi Mungu inasemekana huwa anaitazama. Anasema yandhurulahu azza wa jalla fihi kullu yawmin anasema 300, yani kila baada ya miaka 300 Mwenyezi Mungu kwa miaka 300 hiyo anaitazama hiyo Lauhin Mahfudhi. Ni kitu kinachoonekana. Sasa swali langu liko hivi,
kusema kwamba sio kitu halisi, Lauhin Mahfudhi sio kitu halisi, hiyo wewe umeipata kwenye hisia, ama kuna mwanachuoni ama kuna hadithi yote ya Mtume inayosema kwamba Lauhin Mahfudhi sio kitu halisi? Safi kabisa. Asante kwa swali zuri kabisa, kwamba je, tunaposema hii ubao wa kuhifadhia au kama Kiarabu kilivyotumika vizuri, kwamba je, hii ni kitabu ubao pata wapi kusema hivi? Haya, sawa kabisa. Cha kwanza naomba nirudie tena, tunapotaka kufasiri Qur'ani tunaangalia Qur'ani inalizungumziaje hilo swala fulani linalozungumziwa. Ndio maana ndipo sema, kwa mfano kitabu haina maana kitabu kama kitabu cha makaratasi ambacho sisi tunakiwaza kichwani mwetu, sawa? Kwa sababu kuna mifano mingine kwenye Mwenyezi Mungu anasema elimu, kisha atawapa manabii sehemu kutoka kwenye kitabu. Sasa tukija na maana hiyo tutasema Mwenyezi Mungu ana kitabu kikubwa anakisoma, kitu ambacho sio sawa sawa. Hapo si unanielewa vizuri? Lakini pia ukienda kwa mfano kwenye hadithi, Mtume SAW anasema Mwenyezi Mungu takriban miaka 50,000 kabla ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi aliandika kila kitu. Sasa aliandika kila kitu kwa Mwenyezi Mungu, na maana alikuwa na peni akawa anaandika hivi, hai make sense. Tunaposema kitabu, Mwenyezi Mungu anamaanisha sehemu ya elimu ambao anamjuza mtu au anaamua kuto kuijuza, ndio tunasema kitabu. Lakini tunaposema ubao, yani haina maana kwamba ndo kuna mbao kabisa, kwamba kuna mbao kabisa. Aidha, angalia Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, katika sura Al-Imran sura namba 3 na namba 7, anasema hivi, katika Qur'ani kuna aya ambazo ni mutashabihati. Mutashabihati ni zile aya moja zenye maana, labda unakuta kuna aya maana yake haijulikani. Kwa mfano Alif Lam Mim, unakuta maana yake hazijulikani. Lakini pia unakuta kuna aya zingine aya inakuwa na maana zaidi ya moja, lakini aya zingine zinaishia ukomo. Mfano aya zinazoishia ukomo, Mwenyezi Mungu anasema kumwambia, anatupa kisa cha Nabii Adam, anasema msiule mti ule. Mti gani? Qur'ani inajibu, basi natakiwa tukubali tu kwamba ulikuwa ni mti. Inapokuja swala la mbao, hiyo mbao ipoje? Hatujui. Kwa ukiuliza hiyo mbao ipoje, hatujui. Ndio maana nakwambia siwezi nikasema mbao kama mbao ambao tunaijua sisi ya miti. Hatujui. Hiyo aya ni mutashabihat na Mwenyezi Mungu alishazungumzia. Kwa hiyo ukisema hiyo kwamba kwenye arshi imekaa hivi kiti malaika wanakiangalia, Mwenyezi Mungu tunaposema Mwenyezi Mungu anakiangalia, haina maana kwamba Mwenyezi Mungu amekaa hivi anakiangalia. Hapana. Hao sio, najaribu kueleweka. Inapokuja swala la sehemu yenye ukomo, hiyo aya inakuwa mutashabiati na hatuwezi kutazama. Unakuta Mwenyezi Mungu labda ataenda sehemu fulani, Mwenyezi Mungu anatazama, ana miguu. Hata tunapokuja miguu ya Mwenyezi Mungu hatuwezi kusema kwa Mwenyezi Mungu ana miguu yenye vidole vitano, makucha mazuri. Hapana, hiyo ni mutashabiati. Hiyo mbao hatujui ipoje, na hatuwezi kusema kwamba ni mbao ya mti imeandikwa. Hiyo ni mutashabiati, Mwenyezi Mungu anamaliza kama hivyo, lakini sio kwamba mbao kama tunavyoelewa sisi, mbao kubwa imechongwa. Maana yake tukisema ni mbao, itabidi tuulize huo mti wa kutengeneza hiyo mbao umetokea wapi na vitu kadhaa. Hapo nadhani unanielewa vizuri. Lakini pia unatoa maelezo ya Qurtubi. Qurtubi ameandikaje kitabu chake? Tafsiri ya Al-Qurtubi ina tofauti kidogo na tafsiri ya Ibn Kathir. Ibn Kathir ameandika tafsiri kutokana na rai zake, anaonaje. Lakini ukija kuangalia Al-Qurtubi ametoa rai za watu. Ana maana hata hiyo unaizungumzia maelezo sio maelezo ya Al-Qurtubi, amejaribu kutoa rai mbalimbali. Na kwa sababu ni msomaji wa Al-Qurtubi vizuri, utakuta kila aya amejaribu kutoa watu rai zao zimesemaje. Unakuta aya inakuwa na rai 3 4, lakini anajaribu kusema mtu fulani alionaje, watu fulani wameonaje, hivyo na hivyo, conclusion ipi ni sahihi. Kwa hata hiyo unaoisema sio Imam Qurtubi amesema, ni rai ya watu fulani ambao walijaribu kuelezea. Kwa ukiniuliza ambao ipoje, hiyo ni aya ni mutashabihati. Hatujui mbao ipoje, mbao ya mti ila sio ya mti. Sawa? Sawa, basi uliza swali. Sawa. Swali langu lipoje? Katika fikra nyingi za vitabu vya dini duniani, ni kwamba kitu namba moja kinachodhihirisha kwa kitabu kimetoka kwa Mwenyezi Mungu ni matabiri. Nadhani wote tunakubaliana. Wahindu nao wanasema, Waislamu tunasema. Nimetoa matabiri kadhaa ya kuhusiana na ya Qur'ani, kutokana na muda hatuwezi kutoa matabiri yote, na ambayo yametimia. Na katika Qur'ani bahati nzuri hakuna tabiri ambayo mtu anaweza akalipoint
kama matabiri. Je, unazungumziaje hayo matabiri? Je, Mtume sasa aliyapata hayo matabiri kutoka kwa maswahaba washirikina wa Maka au ilitoka kwa nani? Juu ya matabiri yaliyoko kwenye Qur'ani, ya matabiri Mtume sasa aliyapataje? Ukisema matabiri haimaanishi pia kwamba anayetabiri lazima liwe ni neno la kweli. Sisi Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ngoja nikusomee. Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Sikiliza Biblia inavyosema. Kwanza kuna mambo mawili. Nabii anaweza aseme unabii usitimie. Manabii wa uongo wako namna hii. Lakini aya 20, lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Huyo ni nabii wa uongo. Na ukisema moyoni mwako, tutajuaje neno alisema Bwana? Atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilonena Bwana, kanena kwa kujikinai. Hilo ni jambo la pili, kwamba anene kwa miungu wengine, lakini anene lisitokee. Lakini jambo la tatu ni kwamba ikiwa nabii huyo, ukisoma tena katika aya nadhani ni ya 23 au 22 kama siko, anasema nabii huyo akinena jambo, halafu jambo hilile likatukia. Ni kweli amenena nabii, jambo likatukia, lakini yule nabii akawageuza watu kuabudu vitu vingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hilo jambo hakunena Bwana. Kwa hiyo kuna uwezekano pia nabii akanena likatokea, lakini asiwe nabii wa kweli. Kwa mfano, ukiangalia watabiri wa hali ya hewa, hali ya hewa wanatuambia vitu na vinatokea. Wanakwambia katika ukanda wa ziwa Mwanza, sijui Shinyanga, kutakuwa na mvua kidogo na mawingu kidogo. Na kweli inatokea hivyo. Kutakuwa na mvua nyingi na kweli inatokea hivyo. Sasa hiki hakitufanyi tuwaone hao ni manabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu, kisa tu eti kwa sababu wamenena mambo na yakatokea hivyo. Kwa hiyo sio sababu. Mimi hoja yangu tu ni kwamba huyo nabii, hayo anayoyasema yakatokea, tokeaje? Lakini pia turudi katika hoja yetu. Naona umekatika, sikusikii, na pia umeganda kwenye screen. Naona sikusikii na pia umeganda, na pia hata hivyo umetoka. Sasa haupo kabisa. Host, unanisikia? Nakusikia. Host, unanisikia Chaka wa Musa? Nakusikia kabisa. Huyu bwana sijui ameganda huku. Ni kweli. Na hisi network yake itakuwa inazingua. Safi.